Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha uungane nami kwenye tafakari ya siku ya Jumanne ya juma la 19 la mwaka. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Clara. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa Mwinjili Mathayo sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya 5, ya 10, ya 12 hadi ya 14. Mpendwa katika Kristo, kuna jambo moja ambalo karibu kila kijana hulifanya. Huwa anatafuta mtu wa kumuiga, yule anayemvutia na kumuhamasisha. Wengine huwachagua wanamichezo maarufu, wengine huwatazama wafanyabiashara waliofanikiwa, wengine huwatazama wanamuziki, wengine maraisi, mapadri au watu waliobadilisha historia. Kisha wanaanza kusoma maisha yao, wapi walitoka, changamoto gani walipitia, na nini kiliwafanya ili waweze kufanikiwa au kufikia hatua ambayo walipo sasa. Kwa nini watu wengi wanafanya hivyo? Kwa nini vijana wengi wanaamua kufanya hivyo? Kwa sababu wanaamini kwamba ukitaka kufika mahali fulani, ni vizuri kujifunza kutoka kwa mtu ambaye tayari amefika huko. Na kusema ukweli, hili ni jambo zuri na tunatakiwa kweli tutafute wale watu ambao wamefanikiwa, tuweze kujifunza kutoka kwao na sisi tuweze kupambana ili kuweza kufika ile sehemu ambayo wao wapo. Lakini kwenye Injili ya leo, mitume wanamuuliza swali Bwana wetu Yesu Kristo: ni nani aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Kwa maneno mengine, walikuwa wanamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo kwamba Yesu, ni nani aliyefanikiwa zaidi mbele ya Mungu? Ni mtu wa aina gani ambaye Mungu anasema huyu ndiye wa kuigwa? Labda walidhani Bwana wetu Yesu Kristo angemtaja Musa au angemtaja Eliya au labda Ibrahimu au labda nabii mwingine mkubwa, lakini walitarajia Yesu amtaje mtu mwenye elimu kubwa, mwenye mamlaka makubwa, au labda ambaye anafanya miujiza mingi na mikubwa. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anafanya kitu ambacho hakuna ambaye alikitarajia kama Kristo angekifanya. Anamuita mtoto mdogo, anamuweka katikati yao, halafu anawaambia, msipobadilika na kuwa kama mtoto, hamtaingia kamwe kwenye ufalme wa mbinguni. Hapo ndipo tunapaswa kushangaa na kujiuliza, kwa nini mtoto mdogo? Je, Yesu anasema turudi kuwa na umri wa miaka 5? Turudi kuwa watoto wadogo basi ndo tupate sifa za kuweza kuurithi uzima wa milele? Jibu ni hapana. Bali anazungumzia moyo wa mtoto, sio umri wa mtoto. Mtoto anaishi kwa kumwamini mzazi wake. Akiahidiwa, mtoto anaamini. Akishikwa mkono, anatembea bila hofu. Hajui kila kitu, lakini anajua jambo moja, kwamba baba au mama yangu yuko pamoja nami. Lakini sisi tunapokuwa watu wazima, mara nyingi tunabadilika. Tunaanza kutegemea zaidi akaunti zetu za benki kuliko Mungu. Unaangalia una kiasi gani cha fedha huko benki. Kama ni kikubwa, basi kinakupa kiburi, unaacha kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tunaanza kuamini zaidi uwezo wetu kuliko neema ya Mwenyezi Mungu. Tunataka kukabidhi kila kitu, na tunataka kudhibiti kila kitu. Na tunaposhindwa, ndipo tunaanza kusema, Mungu yuko wapi? Yesu anasema tujifunze kutoka kwa mtoto. Mtoto ni mnyenyekevu, hapiganii kuwa wa kwanza kila wakati,
haangaiki kujenga sifa yake mbele za watu, tena kwa kuwakandamiza wengine. Lakini sisi watu wazima tunaweza kutumia muda mwingi kutafuta pongezi, kutafuta heshima, kutafuta vyeo, kutaka kujulikana, na wakati mwingine tunawakandamiza na kuwanyanyasa wengine ili sisi tuwe juu. Ndio maana Yesu anatukumbusha kwamba katika ufalme wa Mungu ukubwa haupimwi kwa cheo, bali kwa unyenyekevu. Dunia ina orodha yake ya watu ambao ni wakubwa, na Mwenyezi Mungu pia naye ana orodha yake. Dunia mara nyingi inatuambia ukubwa ni kwa sababu labda una fedha nyingi, lakini Mwenyezi Mungu anasema ukubwa ni kuwa na moyo wa unyenyekevu. Dunia wakati mwingine inatuaminisha kwamba ukubwa ni kwa sababu labda watu wengi wanakufuata huko nyuma, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ukubwa sio kwa sababu nafuatwa na watu wengi nyuma yangu, bali mimi namfuata Mwenyezi Mungu na najikabidhi katika mapenzi yake. Hiyo ndiyo siri ya watakatifu. Watakatifu waliiga moyo wa mtoto. Na leo kwa namna ya pekee kanisa linamkumbuka Mtakatifu Clara wa Asisi. Alikuwa na kila sababu ya kutafuta maisha ya starehe na heshima, kwa sababu alitoka kwenye familia ya kitajiri, lakini aligundua kwamba utajiri mkubwa kuliko wote ni kumtegemea Kristo. Alikuwa mdogo machoni pa dunia, lakini alikuwa mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa leo ungependa kuwa mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, usianze kutafuta kuwa juu ya wengine. Anza kwa kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Kuwa na moyo unaoamini kama moyo wa mtoto. Kuwa na unyenyekevu wa kukubali kwamba bila Mungu huwezi kufika popote, kwa sababu mwisho wa maisha yetu swali tutakaloulizwa sio kwamba ulikuwa maarufu kiasi gani, bali swali litakuwa, je, ulimwamini Mungu kama mtoto na kumfuata kwa moyo wako wote? Huu ndio ukuu ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kuutafuta. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Clara, Mungu aijalie mioyo yetu ifanane na moyo wa mtoto mdogo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.